Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameamuru kufungwa kwa muda kituo cha habari cha VOA. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump ameamua kufunga kwa kituo hicho cha habari cha Sauti ya Amerika VOA, na hivyo kupelekea zaidi ya wafanyakazi 1300 kuwa kwenye likizo ya lazima. Rais huyo wa Marekani ameamuru kufungwa kwa muda kituo hicho cha habari cha Sauti ya Amerika VOA, na hivyo zaidi ya wafanyakazi 1300 watakuwa likizo, na uamuzi huo umeathiri pia mashirika 6 ya habari yanayofadhiliwa na serikali ya shirikisho, ikiwa ni pamoja na Radio Free Europe na Radio Free Asia. Michael Abrowitz, mkurugenzi wa VOA ambayo hutangaza kwa karibu lugha 50, ametaja kusikitishwa na uamuzi huo, akisema hii ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka 83 Sauti ya Amerika inazimwa, akisisitiza kuwa imekuwa na jukumu muhimu katika kupigania uhuru na demokrasia kote duniani. Uamuzi wa Donald Trump unakiathiri chombo hicho ambacho hutumika kama chanzo cha habari cha kuaminika katika mataifa ya kidikteta. Shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka limelaani uamuzi huo na kulitaka bunge la Marekani na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya uamuzi huu ambao haujawahi kushuhudiwa. VOA ilianzishwa mwaka 1942 ili kukabiliana na propaganda za wanazi wa Ujerumani na kuwafikia karibu watu milioni 360 kwa wiki moja. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo watu wameyakataa ni kwamba huku ni kuminya vyombo vya habari, huku Marekani ikijinadi kwamba ni taifa la kidemokrasia. Hata hivyo, wachambuzi mbalimbali wa habari wanasema kwamba kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump kukifungia chombo cha habari ambayo ni Sauti ya Amerika, ambayo inasikika karibia ulimwenguni kote, ni kitendo cha kuminya uhuru wa habari, lakini pia kusababisha kuminya uhuru wa demokrasia katika nchi ambayo inadai kwamba ni nchi ya kidemokrasia. Rais huyo ambaye wakati huu ameamuru kufanya hivyo, amesema kwamba chombo hicho kitafungwa kwa muda, na ni kwa sababu ambazo bado hazijaelezwa wazi ni kwa nini kinafungwa chombo hicho, lakini baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza kwamba ni katika kuhakikisha kwamba mashirika yote ya umma nchini Marekani yanakaguliwa. Lakini katika kipindi hiki ni wazi Rais Donald Trump, kulingana na wachambuzi wa mambo, ni kwamba anaminya demokrasia, lakini pia anaminya uhuru wa habari katika taifa la kidemokrasia. Hata hivyo, haijaelezwa ni kwa muda gani chombo hicho kitafungwa. Mtazamaji wa The World News, tuendelee kufuatilia na tutafahamu zaidi kwamba ni kwa nini na sababu za kina kwa nini Donald Trump ameamua kukifungia chombo cha habari cha VOA, kwa maana Voice of America, Sauti ya Amerika, ambayo hata nchini Tanzania imekuwa ni moja kati ya vyombo vya habari ambavyo vimesikika sana na vinasikika wakati wote kwa lugha ya Kiswahili. Endelea kutufuatilia, utazidi kufahamu mengi kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.